Kizungumza na wataalamu wa kilimo ambao ni mabibi shamba pamoja na mabwana shamba huko katika ukumbi wa manispaa ya mji wa Chake Chake mara baada ya kutamatika kwa mafunzo hayo, afisa wa kilimo kutoka idara ya umwagiliaji Zanzibar, Subira Shehe Ali, amesema lengo la mafunzo hayo kwa wataalamu hao ni kuongeza thamani ya mazao, huku akiwataka mabibi shamba pamoja na mabwana shamba kuitumia elimu ambayo wamepatiwa kwa kuwafikishia wakulima, huku afisa wa kiungo kutoka mradi wa kilimo himilivu Mhandisi Said Jafar Musa akiwataka wataalamu wa dhana za kilimo kuzitumia dhana hizo kwa maendeleo endelevu. Ni kuwapa hii taaluma mabibi shamba waweze kuwafikishia wakulima kulima kitaalamu kwa ajili ya kupata tija na kupata mavuno zaidi. Ushauri wangu kwa mabibi shamba na mabwana shamba kwamba kile ambacho tunakuwa tunaletewa ile taaluma mpya tujitahidi tuifikishe kwa wakulima husika katika muda sahihi, kwamba lengo letu tunajua kwamba ni kuwapa taaluma wakulima waweze kuzalisha zaidi, lakini pia azitumie kwa matumizi yaliyokuwa sahihi. Na anapotumia matumizi yaliyokuwa sahihi ya hizi zana zetu hizi za kilimo, anakwenda kulima na kuvuna mazao yaliyokuwa ni mengi na yenye tija kwake. Na unapokuwa yamevuna mazao mengi, maana yake na sisi tunakuwa na ile things ya uhakika wa chakula inapatikana. Wao ndio victims mkubwa wa hili, wanufaika wakubwa wa hili. Wanapaswa kuzingatia na kufundishwa na maafisa wetu ili kufuata ratiba zilizofundishwa kuanzia uandaji wa shamba mpaka uvunaji wa shamba, ili mazao yao yasiwe yenye kupotea. Kwa upande wao waliopatiwa mafunzo hayo ambao ni mabibi shamba pamoja na mabwana shamba, Hadija Suleiman kutokea zoni ya Wambaa wilaya ya Mkoani pamoja na Feruzi Miraji Ali wakizungumza kwa niaba ya wenzao, wamesema tunaomba pia tuwe ni muendelezo wa haya mafunzo, kwa sababu tunajua kama mashine kila leo zinabadilika, zinakuja mashine mpya. Kwa hiyo unakuja unaona mashine lakini hujui hata kuitumia, hujui hata kuambia pengine matumizi yake ni nini, mkulima anakuuliza lakini hujui. Kwa kweli tunashukuru sana, mafunzo yatatusaidia sisi na wakulima. Haya mafunzo yatatusaidia sisi na wakulima katika kunyanyua sekta ya kilimo, hususan kwenye kurahisisha masuala ya upandikizaji shambani, masuala ya uvunaji, masuala ya uvunaji, masuala ya upandaji na masuala ya uandaji wa ile ardhi. Mafunzo hayo ambayo yameandaliwa na mradi wa kilimo himilivu yalienda sambamba na masomo ya nadharia na vitendo ya matumizi ya dhana ya kilimo pamoja na kilimo mkeka. Nikiripoti kutoka Kisiwani Pemba, mimi Maulid Hamisi.